Maji tuendelee kujuzana na ni kwamba wakazi wa Tiaty kaunti ya Baringo walifanya maombi ya amani kufuatia hali ya ukosefu wa usalama na njaa katika eneo hilo. Mkutano huo, mtazamaji, wa maombi ulihudhuriwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei, ambaye alitoa wito wa umoja na amani miongoni mwa wakazi, anavyoarifu mwanahabari wetu Rose Wangoi. Sherehe hiyo ambayo iliyoandaliwa Churo Tiaty ilivutia mamia ya watu. Haya yanajiri huku mamia ya wakazi wakikabiliwa na changamoto kubwa kutokana na baa la njaa na migogoro ya kivita inayoshuhudiwa katika eneo hilo. Baadhi ya wazee waliovalia mavazi ya kitamaduni waliongoza ibada hiyo, huku wakiwa wameshika mkuki na majani na kusali kwa lugha ya Pokot, huku umati ukiitikia. Wazee walichinja ng'ombe waliokuwa wameangalia chini na kufanya maombi maalum ya kimila. Sherehe hiyo inafanywa na wanaume mahali pa faragha, na moshi wa moja kwa moja tu ndio unaotambulika kama ishara ya baraka na mvua katika eneo hilo. Pia waliwasha moto na kuchoma nyama na kukaa nusu mduara na kuweka majani chini mbele yao inayojulikana kama kirket, ambapo walikula nyama. Sasa mimi nikilelewa nilikuwa najua Pokot ile kazi walikuwa kuja kufanya Laikipia ni kuiba ng'ombe. Lakini leo hii sababu ya cultural festivals kama hii tunaanza kuishi kama mandugu na kama marafiki. Utamaduni inaleta utangamano, umoja, amani. Hii Baringo yetu tuko na nia katika hii serikali ya Rais William Ruto kukutanisha Baringo yote ikuwe moja kuanzia Kabedo hadi Torongo. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei, ambaye alitoa wito wa umoja na amani miongoni mwa wakazi. And we want to use the culture and tradition to change things, to mobilize every person in this place to move away from banditry, to move away from cattle rustling, to move away from senseless fights, and we move towards development, we move towards enhancing and extending education. Wazee hao walisema kwa maendeleo ni kidogo kwa sababu ya ukosefu wa usalama, na kusema kwamba kuna haja ya viongozi wa kisiasa na kidini kutoka katika jamii zinazozana kuhubiri umoja. Rose Wangoi, NTV.